Serikali ya Tanzania yakosoa makala ya BBC kuhusu Tundu Lissu, yadai BBC haikutoa nafasi ya kutosha kwa serikali. Serikali ya Tanzania imekosoa makala iliyochapishwa na shirika la utangazaji la Uingereza BBC kupitia kipindi chake cha BBC Africa Eye, ikidai kuwa imewasilisha taarifa zisizo na uwiano kuhusu kesi inayomkabili kiongozi wa upinzani Tundu Antipas Lissu. Katika taarifa iliyotolewa Jumatatu Julai 13 mwaka 2026, serikali imesema makala hiyo imeegemea upande mmoja, imekosa ushahidi wa kutosha na imeacha maelezo muhimu ambayo kwa mtazamo wake yalipaswa kujumuishwa ili kutoa taswira kamili ya suala hilo. Makala ya BBC Africa Eye inaeleza safari ya kisiasa ya Tundu Lissu kuanzia maisha yake katika kijiji cha Tanzania hadi kuwa mmoja wa viongozi mashuhuri wa upinzani nchini. Makala hiyo pia inaangazia jaribio la mauaji dhidi yake mwaka 2017, kipindi alichoishi uhamishoni nchini Ubelgiji, kurejea kwake Tanzania mwaka 2023 na baadaye kukamatwa kwake mwaka 2025 kwa tuhuma za uhaini. Kupitia mahojiano na mke wake Alicia Lissu pamoja na watu wengine wa karibu, makala hiyo inaeleza athari ambazo kesi hiyo imekuwa nazo kwa familia yake na kuibua mjadala kuhusu haki, demokrasia na mazingira ya kisiasa nchini Tanzania. Serikali imekosoa namna taarifa hiyo ilivyowasilishwa. Katika taarifa yake iliyotolewa na msemaji mkuu wa serikali ambaye ni katibu mkuu wa Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo, Bwana Gelson Msigwa, serikali ya Tanzania imesema BBC haikutoa nafasi ya kutosha kwa upande wa serikali kueleza msimamo wake, licha ya kuwa kwa mujibu wa serikali ilikubali kushiriki katika maandalizi ya makala hiyo. Serikali imedai kuwa sehemu zilizojumuishwa zilihusisha mahojiano ya viongozi wawili pekee, huku maelezo mengine yaliyotolewa na taasisi za serikali yakiacha nje ya makala. Aidha, serikali imeeleza kuwa chombo hicho cha habari kimeendelea kuichafua Tanzania kwa kutoa taarifa ambazo kwa mtazamo wake hazikuzingatia viwango vya uandishi wa habari wenye uwiano na usahihi. Hapa tunachambua kauli ya serikali ya Tanzania iliyokosoa makala iliyochapishwa na BBC African Eye kuhusu mwenyekiti wa Chadema Tundu Antipas Lissu. Serikali imesema makala hiyo imeegemea upande mmoja, imekosa ushahidi wa kutosha na haikutoa nafasi ya kutosha kwa upande wa serikali. Serikali kupitia msemaji mkuu Gelson Msigwa imesema makala ya BBC Africa Eye imewasilisha taarifa zisizo na uwiano kuhusu kesi ya Lissu. Inadai kuwa chombo hicho hakitoa nafasi ya kutosha kwa serikali kueleza msimamo wake, licha ya kuwa ilikubali kushiriki katika maandalizi. Serikali inasema sehemu zilizojumuishwa zilihusisha mahojiano ya viongozi wawili pekee, huku maelezo mengine yaliyotolewa na taasisi za serikali yakiachwa nje. Makala inaeleza safari ya kisiasa ya Tundu Lissu kuanzia kijiji hadi kuwa kiongozi wa upinzani, jaribio la mauaji 2017, uhamishoni Ubelgiji, kurejea kwake mwaka 2023 na kukamatwa mwaka 2025 kwa tuhuma za uhaini. Inatumia mahojiano na mke wake Alicia na wengine kuonyesha athari kwa familia na kuibua mjadala kuhusu haki na demokrasia. Lissu amekaa rumande tangu Aprili mwaka 2025 na kesi yake inacheleweshwa mara kadhaa. Serikali inasema kesi inaendeshwa na mahakama bila kuingiliwa, wakati upinzani pamoja na ripoti za kimataifa kama Amnesty International na Human Rights Watch zinaoiona kesi hii ni kama kesi ya kisiasa inayolenga kumnyamazisha. BBC Africa Eye inajulikana kwa uchunguzi wa kina na ina watazamaji wengi sana Afrika. Serikali ya Tanzania imekuwa ikikosoa mara kwa mara vyombo vya habari vya kimataifa kwa kutoa taarifa zisizo na uwiano, na mvutano kati ya serikali pamoja na vyombo vya habari umeongezeka baada ya uchaguzi wa mwaka 2025 na matukio ya vurugu. Makala hiyo inaweza kuathiri taswira ya kimataifa ya Tanzania, hasa kuhusu haki za binadamu na demokrasia. Kauli ya serikali inaonyesha kujitetea dhidi ya taswira mbaya ya kimataifa. Kudai kuwa BBC haikutoa nafasi ya kutosha ni kawaida katika migogoro ya habari. Hata hivyo, makala kama hii inaweza kuwa na ushahidi thabiti kutoka kwa mahojiano na vyanzo, na inachangia mjadala wa umma kuhusu haki pamoja na demokrasia. Vyombo vya habari vya kimataifa vina haki ya kuchunguza na kuripoti, na serikali ina haki ya kujibu na kutoa maelezo yake. Uwiano na usahihi ni muhimu katika uandishi wa habari. Serikali inapaswa kutoa nafasi ya kujibu na kutoa ushahidi badala ya kukosoa tu. Kesi ya Lissu inahitaji uwazi na uhuru wa mahakama ili kuepuka madai ya kisiasa.
Hii ni sehemu ya mfululizo wa mvutano kati ya serikali na vyombo vya habari vya kimataifa baada ya uchaguzi wa mwaka 2025. Serikali inajaribu kudhibiti taswira yake, lakini makala kama za BBC zinaweza kuongeza shinikizo la kimataifa. Na ili kurekebisha hili, serikali inahitaji uwajibikaji wa matukio ya Oktoba mwaka 2025, uwazi katika kesi za kisiasa na mazungumzo pamoja na upinzani. Vyombo vya habari vinapaswa kuwa na uwiano na kutoa nafasi ya kujibu, na demokrasia inahitaji uhuru wa habari na uwajibikaji wa pande zote. Tanzania inahitaji kujenga imani ya kimataifa kupitia vitendo na si kukosoa tu. Ndugu wasikilizaji, kauli ya serikali dhidi ya BBC inatuonesha mvutano kati ya serikali na vyombo vya habari. Tunahitaji uwajibikaji, uwazi na uhuru wa habari ili kujenga imani. Je, nini maoni yako kuhusiana na haya yanayoendelea hivi sasa nchini Tanzania? Je, tamko la serikali dhidi ya BBC ni tamko la haki au walipaswa kusubiri kwanza au kutoa maoni yao kuliko kukosoa direct? Nini maoni yako kuhusiana na hili walilofanya BBC na haya majibu ya serikali ya Tanzania kwa chombo hicho cha habari cha kimataifa?